Utajiri na mafanikio kwenye maisha ni safari ya muda mrefu. Vijana wengi wanaotajirika huwa wanaonekana kwenye hatua ya mwisho bila kujua safari waliopitia, changamoto walizokutana nazo, makosa waliofanya na nidhamu waliojenga. Utajiri wa kweli unajengwa hatua kwa hatua, tia tabia, maamuzi sahihi na matumizi mazuri ya muda pamoja na fedha. Kijana anayetamani kufanikiwa anapaswa kuelewa, sio lazima aanze akiwa na fedha nyingi. Anaweza kuanza na maarifa, muda, ujuzi na juhudi. Kwenye dunia ya leo, vijana wengi wanatamani kuwa matajiri haraka. Wengine wanataka kuanza biashara na kupata faida kubwa ndani ya muda mfupi. Wengine wanataka mafanikio bila kupitia changamoto, na wengine wanakata tamaa wanapoona wenzao wamefanikiwa kabla yao. Mafanikio ya kweli yanahitaji msingi imara. Kijana anayejenga utajiri anapaswa kuwa tayari kujifunza, kufanya kazi, kuvumilia na kuendelea mbele hata kama haoni matokeo ambayo anayatarajia. Zipo siri muhimu zinazoweza kumsaidia kijana kujenga maisha yenye mafanikio na utajiri. Siri ya kwanza ni nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa kufanya jambo sahihi hata kama hujisikii kulifanya. Kijana mwenye nidhamu anajua anachotaka kwenye maisha na anaweka mipaka kwenye mambo yanayoweza kumrudisha nyuma. Kwa kijana anayejiwekea malengo ya kuweka akiba, hawezi kutumia kila fedha anayoipata kwenye starehe. Kama ameanzisha biashara, atatenganisha fedha ya biashara na fedha ya matumizi binafsi. Nidhamu inamfundisha mtu kutawala tamaa na hisia. Nidhamu inaonekana kwenye matumizi ya muda. Kijana anayetamani kuwa tajiri hawezi kutumia muda wake mwingi kwenye mambo yasiyomjenga alafu akategemea kupata mafanikio. Anapaswa kupanga muda wa kufanya kazi, kujifunza, kupumzika na kufanya shughuli nyingine mbalimbali kulingana na muda aliojipangia. Na pia anapaswa kuwa na nidhamu kwenye matumizi ya fedha, kuchagua marafiki, matumizi ya mitandao ya kijamii na maamuzi anayoyafanya. Tofauti kati ya mtu anayefanikiwa na mtu asiyefanikiwa ni namna wanavyotumia muda na fursa walizonazo. Kijana anapaswa kuanza kujenga nidhamu kabla hajapata utajiri mkubwa. Usisubiri uwe na milioni ndipo ujifunze kutunza fedha. Usisubiri uwe na biashara kubwa ndipo ujifunze kusimamia biashara. Jifunze kuwa mwaminifu, kutunza muda, kuweka akiba na kufanya kazi kwa mpangilio mzuri. Nidhamu ya leo ni msingi wa mafanikio ya kesho. Siri ya pili ni mwendelezo. Maana ya mwendelezo ni kuendelea kufanya jambo kwa utaratibu bila kuacha. Vijana wengi huwa wanaanza kufanya mambo kwa nguvu kubwa, lakini baada ya muda mfupi wanaacha. Mtu anaweza kuanza biashara leo, akapata changamoto baada ya miezi miwili na kuamua kuacha kufanya hiyo biashara. Mwingine anaweza kuanza kujifunza ujuzi, lakini baada ya wiki chache anakosa hamasa ya kuendelea kujifunza. Unapojenga mafanikio na utajiri, matokeo hayawezi kuonekana kwa haraka. Unaweza kuweka akiba kwa muda mrefu kabla hujafikia kiasi kikubwa unachotaka kukiweka kama akiba. Unaweza kufanya biashara kwa miezi kadhaa kabla hujapata wateja wengi. Unaweza kujifunza ujuzi kwa mwaka mzima kabla hujaanza kupata kipato kizuri. Kijana anatakiwa kuelewa, mafanikio ni mchakato. Hatakiwi kupima safari yake kwa matokeo ya siku moja. Mwendelezo unahitaji mfumo, sio hisia. Usifanye kazi kwa sababu umejisikia kufanya hiyo kazi. Weka ratiba na uifuate. Kama unataka kujenga biashara, endelea kuitangaza, kuboresha huduma na kujifunza kuhusu wateja. Kama unataka kuwa na kiasi kikubwa cha fedha kama akiba, endelea kuweka kiasi fulani ulichojipangia mara kwa mara. Mafanikio makubwa yanatokana na kufanya mambo madogo madogo kwa muda mrefu bila kukata tamaa. Siri ya tatu ni bidii. Bidii ni kujituma kwenye jambo unalolifanya kwa kutumia muda, nguvu, maarifa na uwezo wako. Kijana anayetamani kuwa tajiri hawezi kutegemea ndoto ya utajiri alionayo. Lazima awe tayari kufanya kazi. Wazo zuri bila utekelezaji halina thamani kubwa kama hautalifanyia kazi. Unaweza kuwa na mpango mzuri wa biashara, lakini kama hautachukua hatua ya kuutekeleza, huo mpango utabaki kuwa ni wazo. Bidii haimaanishi kufanya kazi bila mpango wowote au kujichosha bila sababu za msingi kwa kufanya kazi bila kuwa na muda wa kupumzika. Bidii nzuri inaambatana na maarifa na mpango mzuri wa utendaji kazi. Kijana anatakiwa kujifunza jinsi ya kufanya kazi kwa mpangilio mzuri, kutambua fursa, kuwahudumia wateja vizuri na kutumia rasilimali alizonazo. Kama una biashara ndogo, unaweza kutumia muda wako kujifunza namna ya kutangaza bidhaa, kusimamia fedha na kuongeza wateja. Hii ni bidii yenye nguvu ya kukupa mwelekeo, kwa sababu unafanya kazi huku ukiongeza na
na kuboresha uwezo wako. Wewe kama kijana, lazima uache tabia ya kudharau hatua ndogo. Watu wengi wanaotamani mafanikio makubwa huwa wanaogopa kuanza kwa sababu wanahisi kitu walichonacho ni kidogo. Lakini biashara nyingi kubwa zilianza na mtaji mdogo, na watu wengi wenye mafanikio walianza kwa kutumia kile kidogo walichokuwa nacho. Bidii ya leo inaweza kuwa msingi wa mafanikio makubwa ya kesho. Usisubiri mazingira yawe mazuri, anza na ulichonacho. Jifunze na ujiboreshe hatua kwa hatua. Siri ya 4 ni uvumilivu. Uvumilivu ni uwezo wa kuendelea kusimama na kufanya jambo sahihi hata kama unakutana na changamoto. Kwenye safari ya mafanikio, changamoto ni jambo la kawaida. Kijana anaweza kuanzisha biashara na kupata hasara. Anaweza kuomba kazi na kukataliwa. Anaweza kujaribu jambo fulani na likashindikana. Kushindwa haimaanishi maisha ya utafutaji yameishia hapo. Kushindwa na kukataliwa kunaweza kuwa ni sehemu mojawapo ya kujifunza. Tatizo la vijana wengi, wanataka matokeo ya haraka. Wanapoona wamefanya kazi kwa muda mfupi bila kupata faida kubwa, wanakata tamaa. Lakini utajiri wa kudumu unahitaji muda wa kujenga msingi imara. Uvumilivu wa kweli unaambatana na kubadilisha mbinu pale inapohitajika. Kama biashara haifanyi vizuri, usikimbilie kufunga biashara moja kwa moja. Tafuta kwanza sababu, sikiliza wateja na boresha bidhaa au huduma. Usikate tamaa kwa sababu matokeo yamechelewa. Jifunze, jiboreshe na endelea mbele. Siri ya 5 ni uthubutu. Uthubutu ni uwezo wa kuchukua hatua hata kama unahisi kuwa na hofu ndani yako na kukosa uhakika wa kitu unachotaka kukifanya kwa 100%. Kila fursa ina kiwango fulani cha riski, na kila mtu anayetamani kufanikiwa lazima afanye maamuzi magumu kwa kuchukua hatua. Kijana mwenye uthubutu hawezi kusubiri mpaka kila kitu kiwe kizuri. Hofu ya kushindwa ni moja ya mambo ambayo yanawazuia vijana wengi kuanza. Mtu anaweza kuwa na wazo zuri la biashara, badala ya kulifanyia kazi hilo wazo lake, anaanza kufikiria watu watanionaje. Mwingine anaweza kuwa na ujuzi lakini anaogopa kuanza kuutumia kwa sababu anaona watu wengine ni bora kuliko yeye. Ukiweka uthubutu, lazima utajifunza. Huwezi kujua uwezo wako mpaka ujaribu. Unaposhindwa kwenye jambo moja, haimaanishi utashindwa pia kwenye mambo mengine. Kupitia kushindwa, unaweza kupata somo ambalo litakusaidia kufanikiwa baadaye. Kuwa na uthubutu sio kufanya mambo bila kufikiri. Uthubutu ni busara ya kuchukua hatua baada ya kufanya utafiti. Kama unataka kuanza biashara, fanya utafiti wa soko, bidhaa, wateja, mtaji na ushindani. Kama unataka kujifunza ujuzi mpya, anza hatua kwa hatua. Usiruhusu hofu ikufanye ubaki sehemu moja kwa muda mrefu. Hatua moja unayoogopa kuipiga leo inaweza kuwa mwanzo wa maisha unayoyataka kesho. Kijana hapaswi kusubiri mpaka awe na fedha nyingi ndipo aanze kujenga maisha yake. Anaweza kuanza leo kwa kujenga tabia sahihi, kujifunza ujuzi wenye thamani, kuweka akiba, kufanya kazi kwa bidii na kutumia muda wake vizuri. Na kitu cha muhimu zaidi ni kuacha kulinganisha safari yake na safari ya watu wengine. Utajiri wa kweli huanza kichwani kabla haujaonekana mfukoni. Kama kijana atajenga nidhamu, mwendelezo, bidii, uvumilivu na uthubutu, atakuwa ameweka msingi mzuri wa mafanikio yake. Usisubiri maisha yabadilike ndipo ubadilike. Anza kubadilika leo, na hatua ndogo unazochukua kila siku zinaweza kukupa maisha mazuri kesho.